Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine habari unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba kabisa, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Yanga wamejua ni wapi ambapo waliteleza katika usajili wa msimu huu. Sasa klabu ya soka Young Africans, taarifa inaelezwa kwamba sajili zote kubwa zinazoendelea kuweza kutikisa kwenye soko la usajili, unaambiwa sasa ni rasmi. Engineer Hersi Said ameweza kuingia sokoni kuhakikisha kwamba anapata nyota ambao wenye uwezo mkubwa wa kuweza kuweka ile motisha tena kwenye kikosi cha Young Africans. Kumbuka kwamba mabingwa hawa mara 4 mfululizo wameendelea kuweza kulishika kasi soka la Tanzania, na sasa tajiri GSM ameweza kuweka bayana juu ya kuweza kuweka zaidi ya shilingi bilioni takriban 6 kwa ajili ya usajili wa klabu ya soka Young Africans katika msimu unaokuja. Sasa tayari kuna watu ambao tayari wameshaingia katika mfumo wa Young Africans, nazungumzia wameshalamba usajili mpya kabisa kwenye kikosi cha Young Africans. Nikina nani hao utakwenda kuwajua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea mimi nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa wananchi Young Africans. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, ni kubonyeza tu ano jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine, wanazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana. Klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji sahihi katika kipindi ambacho ni cha usajili, ili kuweza kufanya vizuri kwa msimu mwingine unaokuja. Lakini unaambiwa klabu ya Yanga imeendelea kuathiriwa na pengo liloachwa na kiungo mkabaji Ali Aucho baada ya kuondoka na kujiunga na Singida Black Stars, huku uongozi wa timu hiyo ukiingia sokoni kusaka wachezaji wa kuimarisha kikosi kuelekea msimu ujao. Taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo zinaeleza kuwa tangu Aucho aondoke, Yanga imekuwa ikitafuta mchezaji mwenye uwezo wa kuziba nafasi yake, lakini hadi sasa bado haijampata kiungo anayekidhi viwango na majukumu aliyokuwa akiyatekeleza nyota huyo wa Uganda. Kutokana na hali hiyo, mabingwa hao watetezi wameanza rasmi mchakato wa kutafuta wachezaji watatu muhimu watakaoongeza ushindani ndani ya kikosi na kusaidia kufanikisha malengo ya msimu ujao wa mashindano ya ndani na kimataifa. Kwa mujibu wa chanzo hicho, Yanga inahitaji kusajili beki mmoja wakati mzawa pamoja na viungo wawili wakabaji watakaokuwa na uwezo wa kuimarisha eneo la kiungo cha ulinzi ambalo limeonekana kuwa na changamoto tangu kuondoka kwa Ali Aucho. Tunatafuta beki mmoja wakati mzawa ambaye atakuja kuongeza ushindani wa kushirikiana vizuri na Ibrahim Baka. Kuhusu Dickson Job, tunaamini atakuwa amepona kikamilifu, lakini bado tunaangalia uwezekano wa kuongeza nguvu katika eneo hilo, kilisema chanzo hicho. Chanzo hicho kiliongeza kuwa iwapo atampata beki bora wa ndani, kuna uwezekano wa kumruhusu Frank Asiki kuondoka ili kufungua nafasi ya maboresho mengine ndani ya kikosi. Msimu uliopita Yanga ilionyesha ubora mkubwa katika mashindano ya ndani, lakini pengo la Aucho limeendelea kuonekana baadhi ya michezo. Hivyo usajili wa viungo wapya unaonekana kuwa moja ya vipaumbele vikubwa vya klabu hiyo katika maandalizi ya msimu ujao unaokuja. Kwa hiyo Young Africans unaambiwa kazi wanayoifanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinachohitajika sokoni. Hawasajili tu bali
bali wanasajili kulingana na mahitaji ya mchezo na jambo ambavyo ligi inahitaji, sio tu kukusanya wachezaji na kuwaweka pamoja, bali wanasajili kulingana na mahitaji ya timu yao. Timu yao inahitaji nini, na ndicho kitu ambacho wanakifanya. Lakini katika hatua nyingine, inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans inakwenda kushusha mshambuliaji hatari kweli kweli. Unaambia uongozi wa Yanga chini ya rais wake Engineer Hersi Said umeendelea kuweka mikakati ya kuimarisha kikosi kuelekea msimu ujao, huku ukiibuka mpango wa kumfuatilia mshambuliaji wa kimataifa wa Kenya Moses Shumai anayekipia katika klabu ya Power Dynamos ya Zambia. Taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo zinaeleza kuwa Yanga imeanza kufanya tathmini ya kina ya uwezo wa striker huyo baada ya kuonesha kiwango bora msimu huu na kujitambulisha kama mmoja wa washambuliaji hatari zaidi katika ligi kuu ya Zambia. Shumai amekuwa akivutia macho ya wengi kutokana na makali yake mbele ya lango, akimaliza msimu akiwa amefunga mabao 20. Rekodi hiyo imeongeza hamasa kwa Yanga ambao inaendelea kutafuta mbadala wa nyongeza ya nguvu katika safu yake ya ushambuliaji. Inaelezwa kuwa viongozi wa mabingwa hao wa Tanzania tayari wameanzisha mawasiliano ya awali ili kujua uwezekano wa kumpata nyota huyo, ingawa hadi sasa hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili. Mbali na uwezo wake wa kutikisa nyavu, Shumai ameonyesha ubora mkubwa katika kasi, nguvu na uwezo wa kucheza chini ya pressure, sifa ambazo zinaonekana kuendelea na mahitaji ya benchi la ufundi la Yanga katika kuelekea msimu mpya. Endapo usajili huo utakamilika, utakuwa na sehemu ya mpango mpana wa Yanga kuimarisha kikosi chake kwa lengo la kuendelea kutawala mashindano ya ndani na kufanya vizuri zaidi katika michuano ya kimataifa. Hata hivyo, bado ni mapema kujua hatima ya dili hilo, huku mashabiki wa Yanga wakisubiri kwa hamu kuona kama striker huyo wa Kenya atatua Jangwani au ataendelea kusalia Power Dynamos kwa msimu mwingine. Kwa hiyo Young Africans bado wapo katika kizungumkuti cha kuhakikisha wanapata kile ambacho wanachokihitaji sokoni kwenye dili la usajili la nyota huyo. Kama watafanikiwa kumpata, basi itakuwa ni vyema kabisa, watakuwa wamefanya jambo kubwa kabisa kwenye kikosi chao. Lakini katika taarifa nyingine kubwa kabisa ambayo inagonga vichwa vya habari ndani ya kikosi ya Young Africans, inaelezwa kwamba Yanga hawana mpango wa kuendelea na Shadrack Isaka Boka. Mkataba wa Boka na Yanga utaisha mwezi Julai na Yanga watatafuta beki mpya wa kushoto. Lakini pia klabu ya soka Young Africans imesema kwamba hawana mpango wa kuendelea kiungo wa ulinzi Mohamed Damaro kwa msimu ujao. Damaro amesajiliwa kwa mkopo na Yanga akitokea Singida Black Stars. Yanga wanaamini wanaweza kusajili kiungo mwingine wa chini ambaye ana uwezo wake ni mkubwa zaidi ya Damaro. Mpango huo uliopo mezani kwa Yanga ni kuachana Damaro katika dirisha hili kubwa la usajili. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa nyingine kubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Bana, kama maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana